Kwa vile tumesema sisi wote ni Wakenya, kwa haki, kwa uzalendo, ni sharti sisi tukiwa Wakenya tuangalie umuhimu ya yale ambayo inatuleta pamoja, tukiwa jamii ya Kenya, tukiwa chini ya bendera ya Kenya, tukiwa chini ya serikali yetu tukufu. Kwa sababu wakati tulipata uhuru, wabeberu walituleta tukiwa makabila tofauti zaidi ya 40 na kitu. Tukakaa tukasema tujiite nchi uhuru ya Kenya. Ndio tumejaliwa tuwe na amani, tumejaliwa tuwe na demokrasia, na tumejaliwa tuwe na umoja na amani tangu tumepata uhuru. Ndio tunasema ya Mola, endelea kusaidia nchi yetu tukufu. Kwa wakati huu kuna mjadala. Na wacha niambie ukweli, leo tukiwa hapa Barghoga katika sehemu wakilishi wa Eldas, sisi hatuna nchi nyingine. Nchi yetu tukufu ambaye tunaipenda ni nchi yetu Kenya, ambaye tumepigania tuwe na uhuru. Na kuna demokrasia ambayo inafanyika baada ya miaka 5. Mimi nataka niambie Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, na nataka Wakenya wanisikie. Uchaguzi ulifanyika, watu walishindana, na kwa amri ya Mwenyezi Mungu Mheshimiwa William Ruto alichaguliwa. Sio mimi, ni Wakenya zaidi ya milioni 7 na kitu. Kwanza kabisa Mheshimiwa William Ruto ni Mkenya. Ya pili, amegombania wadhifa ya rais wa 5 ya Kenya. Ya tatu, akaingia ushindani kali na Mheshimiwa Raila na akashinda. Ya 4, akatangazwa kama rais mchaguliwe ya Kenya. Ya 6, watu walienda kotini mpaka kwa Supreme Court, na Supreme Court ikaidhinisha ikasema amechaguliwa kihalali. Ya 7, aliapishwa kikatiba. Kuapishwa kikatiba inamaanisha umekubali umechaguliwa, umekubali utafanya kazi kwa Wakenya wote bila upendeleo, bila chuki, kwa kikatiba, ukitilia maanani umoja wa Wakenya. Na wakati unaapishwa unaambiwa tawala nchi huru ya Kenya kwa haki, kwa kikatiba, ukitilia maanani umuhimu wa Kenya wote. Kuna wale wanajitolea siku karibu, na Kenya yetu ni demokrasia. Na wasihi wa vijana wenzangu, hata mimi bado ni kijana, na wasihi wa vijana wa Kenya, tutilie maanani umuhimu wa taifa la Kenya. Demokrasia ni muhimu sana, ni ya kikatiba. Haki ya kufanya demonstration yako, lakini sharti tuangalie ile kitu ambaye itatugonganisha kama jamii ya Wakenya. Kwa hivyo wakati mtafanya maandamano ambaye ni ya kikatiba, tusijaribu kuharibu mali ya watu. Tusijaribu kuua Wakenya. Tusijaribu kuharibu officers wetu ya polisi. Kuwachomea manyumba, kuchoma police station haifai. Hizo stations ni pesa yenu. Na wacha niambie, bila hawa polisi hatutakuwa na taifa. Kwa hivyo wewe fanya demokrasia yako, piga kura vile unataka, tengeneza chama chako, lakini ni sharti ni lazima tukae kwa amani. Kuna wale wafadhili, kuna wale wafanya biashara, mali yao umeporwa. Jana ulikuwa tajiri, leo ni maskini. Utaenda wapi?
Kwani hao Wakenya hawana haki? Wako na haki. Kwa hivyo wale, kwa sababu serikali ni serikali, kuna wale watakubali na serikali, kuna wale hawatakubali. Wewe ukiwa hukubali na serikali, piga kura, jiandaa. Wakati kura itapigwa inshallah 2027, pigia kura kwa ule mtu ambaye unataka. Lakini kwa wakati huu kuchochea kasia, kuwa Wakenya, kufanya uhalifu haifai na isikubalika katika Kenya. Na kwa Mheshimiwa Ruto, umechaguliwa kikatiba kulinda nchi yetu ya Kenya. Wewe sio mtu rais ya kiimla, umechaguliwa kidemokrasia. Wakenya wanakuunga mkono. Tunakuomba usimame na ulinde mali na haki ya Wakenya kikatiba. Nishowe, sisi tukiwa jamii hapa tumeshuhudia serikali nyingi sana, na mimi nina bahati kama mzee wenu. Ile serikali tu sijafanya kazi naye ni ile serikali ya Kenyatta, mzee Kenyatta. Nimefanya kazi na serikali ya Mheshimiwa Moi. Hata kule Moi University mimi nilikuwa kiongozi. Nikakuwa mbunge katika chini ya mzee Moi. Nikashuhudia serikali ya mzee Kibaki. Nilishuhudia serikali ya Kibaki na Raila. Nilishuhudia ile serikali ya Mheshimiwa Uhuru na Ruto. Baadaye ile serikali ya Uhuru Kenyatta na handshake. Na kwa wakati huu serikali ya William Ruto. Sisi tukiwa jamii, kwanza kwa sababu ya historia yetu, kwa sababu ya ile ubaguzi tulifanywa, kila wakati sisi tunataka amani na maendeleo. Kwa hivyo wale wanachochea Wakenya kwa kimisingi ya ukabila, nawaambia leo tukiwa hapa, nyinyi ni adui kubwa ya Wakenya. Kwa sababu kabila yetu ni moja, kabila yetu inaitwa Kenya. Kenya ndio kabila yetu. Kwa hivyo nyinyi mkiwa wakaji wa sehemu hii ya Eldas na sehemu yote ya wafugaji, serikali ya sasa ni serikali ambayo inawasaidia, inafanya bidii. Ile propaganda ambayo inatoka sehemu zingine msisikie, muendelee kusimama na serikali ya Mheshimiwa William Ruto, kwa sababu huduma inafanyika. Kuna Wakenya wale wameshiba, barabara wako nayo, maji wako nayo, sitima wako nayo, lakini sisi bado wakati huu ndio tunasema hizi vitu zifike kwetu. Na serikali ya sasa imejitolea. Kwa hivyo nawasihi msimame na serikali yenu, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ya kikatiba ambaye Wakenya wanakubaliwa na wanatarajiwa kufanya kazi. Wakati ya uchaguzi kuna haki, lakini kwa wakati huu tafadhali tuangalie amani.